Yani hapa Baba Askofu atakwenda kuweka jiwe la msingi la madarasa haya. Katika utaratibu wa kawaida huwa inapoanza kujengwa jengo lolote tuwe tumeweka jiwe la msingi, na sasa kwa sababu tendo hilo halikufanyika, litafanyika leo. Tutaweka jiwe la msingi la jengo hili kwa siku hii ya leo. Mpendwa Baba Askofu, sasa nitakuomba upate nafasi ya kuendelea na ibada hii ya kuweka jiwe la msingi madarasa haya ya shule ya msingi Kilimani. Mheshimiwa Baba Askofu, karibu sana. Yesu Kristo apewe sifa. Amina. Wapendwa wana jamii hii ya Njombe, wapendwa washirika wote wa jimbo la Magharibi ambao mko hapa, wapendwa watumishi, wachungaji na watumishi wengine wote wa jimbo hili, tunamshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi na wakati huu, kwa tendo hili la baraka ambalo tunakwenda kulifanya leo, na uwekaji wa jiwe la msingi wa Pembe kwa majengo haya matatu, darasa mawili pamoja na ofisi. Lakini tutaunganisha pia na kufungua madarasa haya kwa ajili ya kutumika. Kiweka jiwe la msingi, tutafungua kwamba majengo haya yatumike, na tutakabidhi majengo haya kwa serikali kupitia halmashauri ya wilaya ya Magigi. Katika mkusanyiko na katika tendo hili tunafanya kawaida sisi kama Kristo tena, kwa sababu tendo hili ni la baraka, basi tunaanza na sehemu fupi ya ibada yetu ambayo inahusisha mambo mawili mazito. Jambo la kwanza ni ukiri ungamo letu ya kutadana. Tunapenda kuwa salama mikononi mwa Mungu, lakini pia tunakiri imani yetu ya Kristo, na kwa tendo inafanyika baada tutakiri imani yetu ya Kristo. Baada hapo tutaendelea na taratibu zingine zinazofuata. Tuanze ibada hii katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Karibishe msaidizi wa askofu kwa utaratibu wa kuendelea sasa. Naomba tusome Zaburi ya 24 mstari wa kwanza mpaka ule wa 10. Zaburi ya 24 mstari wa kwanza mpaka ule wa 10. Baada ya hapo, baada ya Zaburi hii nitaomba kama kuna kwaya anayeratibisha kwaya, naomba andae kwaya moja wataimba. Naomba tusome kwa kupokezana wale wenye Biblia. Zaburi ya 24 mstari wa kwanza mpaka ule wa 10. Inchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakao ndani yake. Maana ameiweka misingi yake juu ya bahari, na juu ya mito ya maji ameipitisha. Ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe, asiyejiinua nafsi yake kwa ubatili, wala hakuapa kwa hila.
atapokea baraka kwa Bwana na haki kwa Mungu wa wokovu wake. Hiki ndicho kizazi cha wamtafutao uso wake, e Mungu wa Yakobo. Inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam, viinueni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani huyu mfalme wa utukufu? Bwana wa majeshi, yeye ndiye mfalme wa utukufu. Amen. Amen. Kwaya. Nikitembea kwa imani ya Bwana, kwani nitakuwa na lengo la kujidhamini kwa Yesu. Nikitembea kwa imani yake Bwana, nitamtumaini Mungu kwa kujidhamini kwa Yesu. Nikitembea kwa imani ya Bwana, kwani nitakuwa na lengo la kujidhamini kwa Yesu. Nikitembea kwa imani yake Bwana, ninatembea pia ninakaza mwendo, nifike Yerusalemu mpya. Ninasikia sauti ndani yake Bwana, ingia furahani mwake Bwana. Ninatembea pia ninakaza mwendo, nifike Yerusalemu mpya. Ninasikia sauti ndani yake Bwana, ingia furahani mwake Bwana. Kiongozi wetu wa kutuongoza wote, tukitembea kwa imani ya Bwana, kwani nitakuwa na lengo la kujidhamini kwa Yesu. Ni hongera tutakayoipokea. Yesu ndiye kiongozi wetu wa kutuongoza wote, tukitembea kwa imani ya Bwana, kwani nitakuwa na lengo la kujidhamini kwa Yesu. Ni hongera tutakayoipokea. Tembea pia ninakaza mwendo, nifike Yerusalemu mpya. Ninasikia sauti ndani yake Bwana, ingia furahani mwake Bwana. Ninatembea pia ninakaza mwendo, nifike Yerusalemu mpya. Ninasikia sauti ndani yake Bwana, ingia furahani mwake Bwana. Ingia furahani mwake Bwana. Jipya ukurasa 250. Kama wapo kwenye toleo la zamani ukurasa 331. E Bwana, muumba, mkombozi na mfariji wetu, tunapokusanyika kukuabudu katika roho na kweli, twakuomba kwa unyenyekevu utufungue mioyo yetu iweze kupokea mahubiri ya neno lako, ili tuweze kutubu dhambi zetu, kuamini katika Roho na katika Yesu Kristo kama Mwokozi wetu pekee, na tupate kukua katika neema na utakatifu. Utusikie kwa ajili yake. Amen. Amen. Bwana Mungu wetu yupo hapa, yupo pamoja nasi. Kwa hiyo tumsujudie, tumche, tumsikie jinsi anavyotufundisha katika neno lake akisema, mimi ni Bwana Mungu wako, usiwe na miungu mingine ila mimi. Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako,
maana Bwana hatamuhesabia kuwa hana hatia mtu alitajaye jina lake bure. Ikumbuke siku ya Bwana uitakase, waheshimu baba yako na mama yako. Usiue, usizini, usiibe, usimshuhudie jirani yako uongo. Usitamani nyumba ya jirani yako, usimtamani mke wa jirani yako, wala mtumishi wake, wala ng'ombe wake, wala chochote alicho nacho. Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Kwa hiyo wapendwa katika Bwana, sasa fungueni mioyo yenu, sote kwa pamoja tumuungamie Mungu dhambi zetu. Wenye vitabu tumwabudu Mungu wetu ni ukurasa wa 252, ungamo namba 4. Mungu wa rehema, Baba yetu wa mbinguni, tunaungama kwako dhambi zetu zote ambazo kwazo tutastahili hasira na adhabu yako. Utuangalie kwa huruma na utupe msamaha wa dhambi zetu kwa ajili ya mwanao mpendwa Yesu Kristo. Amen. Ungamo hili ambalo tumeeleza sasa, ikiwa ni kweli, kama kweli kwa mioyo yetu tunahitaji msamaha wa dhambi, basi kwa nguvu na kwa agizo la Bwana wetu Yesu Kristo, ninawatangazia kuwa Mungu kwa neema yake ametusamehe dhambi zote katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mungu amen. Kwenda sehemu ya pili sasa. Naomba tuimbe wimbo namba 59. Taimba fungu moja tu, wimbo namba 59. Kisha baada ya hapo wahusika, mwenye taarifa kama kuna kamati, basi watakuwa wanasogea hapa mbele. Naomba tunapoimba wimbo huu, aliandaliwa kusoma taarifa, kamati, wale wahusika wote wa kazi hii, basi watasogea hapa mbele. Kazini yako Bwana, nguvu tunayoifanya, hakuna anayeweza kuvunja kazi hii. Ni kama punje ya mbegu ikiwa ndani ya mchanga, inakufa kwa kuoza na angoya hapa mbele. Roho Mtakatifu. Amen. Wapendwa katika Bwana, Bwana wetu Yesu Kristo anatuambia kwa kinywa cha mitume wake Paulo katika Wakolosai kwamba kila kitu utakachofanya, iwe kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, ndiye mtakayemshika mkimshukuru Mungu Baba. Katika yeye yote yanatakaswa kwa sala na neno la Mungu. Na tena tunafahamu kwamba chochote Bwana alichokibariki kimebarikiwa milele. Sasa nitaomba kabla ya kusikia ile taarifa, kama kuna maneno ambayo yameandaliwa kutoka neno la Mungu, nitaomba yasome kwanza. Kama mawe yaliyo hai mmejengwa muwe nyumba ya Roho, ukuhani mtakatifu, mtoe dhabihu za Roho zinazokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo, kwa kuwa imeandikwa katika maandiko, tazama naweka katika Sayuni jiwe kuu la pembeni, teule lenye heshima, na kila amwaminie atatahayarika. Basi heshima hii ni kwenu ninyi mnaoamini, bali kwao wasioamini jiwe walilolikataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Amen. Chumba
Chumba cha chini kilikuwa mikono mitano upana wake, na chumba cha katikati kilikuwa mikono 6 na upana wake, na chumba cha tatu kilikuwa mikono 7 na upana wake. Kwa kuwa upande wa nje akapunguza chumba upande wa chini nje, akapunguza ukuta wa nyumba pande zote, ili boriti zishikamane kutani mwa nyumba. Na nyumba ilikuwa ikijengwa kwa mawe yaliyokwisha kuchongwa machimboni, wala nyundo wala shoka wala chombo cha chuma chochote sauti yake haikusikiwa. Asante, natosha. ili adhama kuu ya uwezo iwe ya Mungu wala si kutoka kwetu. Mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenye jengo lote linaloungamanishwa vema na kukua hata liwe hekalu takatifu katika Bwana. Katika yeye ninyi nanyi mmejengwa pamoja kuwa maskani ya Mungu katika Roho. Amen. Kwa maneno haya ambayo yamesomwa kama msingi wa kazi hii ambayo tunakwenda kuifanya sasa. Lakini kama mlivyosikia, jengo hili limejengwa kwa gharama na kazi mbalimbali zilizofanyika hapa. Kwa hiyo tusikie taarifa inayohusu kazi hii au ujenzi wa madarasa haya 3 pamoja na ofisi. Msomaji aliyeandaliwa, karibu. Sijiri la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Kusini Kati, usharika wa Kidope. Risala kwa Baba Askofu na wageni waalikwa kwa ajili ya uwekaji wa jiwe la msingi jengo la madarasa mawili na ofisi shule ya msingi Kilimani tarehe 23 mwezi wa 5 2026. Mpendwa Baba Askofu na wageni waalikwa, awali ya yote usharika wa Kidope tunapenda kumshukuru Mungu sana aliyetupa neema ya kutukutanisha pamoja katika mlima huu kwa ajili ya tukio hili lenye baraka kwa kanisa na taifa kwa ujumla. Pia tunapenda kuwashukuru wote mliokubali mwaliko wetu. Sherehe ni watu na watu ni ninyi. Mungu awabariki sana. Mpendwa Baba Askofu na wageni waalikwa, watu wanaweza kujiuliza kwa nini jengo hili limejengwa na kanisa la KKT usharika wa Kidope katika shule inayomilikiwa na serikali. Shule ya msingi Kilimani iko ndani ya eneo la kihuduma katika usharika wa Kidope, na watoto wanaosoma hapa baadhi yao ni waumini wetu. Hivyo changamoto wanazoweza kukutana nazo katika eneo la kujifunzia zinatugusa hata kanisa na wazazi kwa ujumla. Hivyo kanisa ni sehemu ya jamii ya wanakidope, japo kwa utawala ni taasisi mbili tofauti. Mpendwa Baba Askofu, mwaka 2023 tulitembelewa na marafiki zetu toka Kulau pale Ujerumani, na moja ya maeneo waliotembelea ni shule ya msingi Kidope na shule ya msingi Kilimani. Shule hizi mbili zinahudumiwa na usharika wa Kidope kwa mahitaji mbalimbali ya kitaaluma pamoja na ugawaji wa uniform kwa wanafunzi ambao wako kwenye kundi la watoto yatima na watoto waishio mazingira magumu katika shule hizi mbili. Katika ziara hiyo tulikutana na changamoto kadhaa katika shule hizo. Baadhi yake ni hizi zifuatazo. Moja, Kidope kwa wakati huo 2023 wao walisema changamoto ni uchangiaji wa chakula cha wanafunzi. Wazazi wengine wamekuwa hawachangii. 2, katika shule ya msingi Kilimani tulikutana na changamoto 2.
Moja ilikuwa ni uhaba wa madawati, kwa wakati huo ilikuwa ni dawati 20. Pia kukawa na uhaba wa madarasa mawili na ofisi. Mpendwa Baba Askofu, changamoto ya shule ya msingi Kilimani zilionekana ni kubwa, zinazohitaji utatuzi wa haraka katika ziara ya wageni wale. Moja, changamoto ya madawati ilikwisha jibiwa mwaka 2023 mwezi Oktoba. Usharika wa Kidope ukihusiana na hawa marafiki zetu wa usharika wa Kulau ulitengeneza madawati 20 na kuikabidhi shule ya msingi Kilimani. Mbili, kuhusu madarasa, hili lilihitaji mjadala mrefu na kushawishi wahisani, kwani hii ni taasisi ya serikali, pia ni mradi unaohitaji fedha nyingi. Mpendwa Baba Askofu, Juni 17, 2024, kanisa la KKT Dayosisi ya Kusini Kati usharika wa Kidope ulialikwa Ujerumani, na walioalikwa ni watu 4 akiwemo mkuu wa shule ya msingi Kilimani kushiriki kikao pale Ujerumani ili kutetea hoja na kutoa ufafanuzi wa jambo hili. Kama tunavyoona mabango yaliyoko mbele yetu, bango lililoko nyuma yetu ni kamati ya uhusiano pale Ujerumani, na bango lililoko kulia kwetu tulioko mbele ni kundi la baraza la wazee likiwa pamoja na wale wajumbe 4 waliotumwa kutoka Kidope. Mpendwa Baba Askofu, 2025 Oktoba, mjadala huu ulihitimishwa na kuanza ujenzi wa jengo hili lililogharimu kiasi cha shilingi za Kitanzania milioni 50 mpaka hapa lilipofikia. Mpendwa Baba Askofu, pamoja na tendo la kuweka jiwe la msingi katika jengo hili, pia tunakuomba utafanya na tendo la kugawa sare za wanafunzi wa shule za msingi wanaohudumiwa na usharika wa KKT Kidope. Idadi ya wanafunzi hawa kwa leo wapo 60, lakini idadi ya jumla ambayo usharika wa Kidope unahudumia ni watoto 120, ikiwa watoto 100 ni wanafunzi wa shule ya msingi na watoto 20 wao ni watoto wanaokwenda sekondari. Changamoto zao za hao wanafunzi wengine ni watoto yatima na wengine ni watoto waishio katika mazingira magumu. Wanafunzi hawa wanatokea katika shule hizi mbili, shule ya msingi Kidope na shule ya msingi Kilimani. Changamoto: mahali palipo na mafanikio hapakosi kuwa na changamoto. Mradi huu umefanyika msimu wa mvua. Changamoto kubwa tuliyokutana nayo ni mazingira magumu ya usafirishaji wa vifaa vya ujenzi. Barabara ilikuwa mbovu, hivyo kushindwa kulikamilisha jengo kwa muda uliopangwa. Hivyo tunawashukuru washarika wote wa usharika wa Kidope na wananchi wote waliokubali kuvibeba vifaa hivyo kwa kichwa ili mradi usikwame. Ombi. Mpendwa Baba Askofu, tunayo maombi mawili kwa wote walioshiriki, ni pamoja na taasisi ya serikali. Moja, tunaiomba serikali inapokuwa na miradi ya kurekebisha barabara za vijijini, barabara hii inayoingia shule ya msingi Kilimani, shule ya msingi Kilimani kutoka barabara kuu ipewe kipaumbele. Mbili, tunaomba wadau wengine kuendelea kuichangia shule yetu kwa hali na mali kwa maendeleo ya shule yetu na jamii kwa ujumla. Shukrani. Tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa Mchungaji Florian wa usharika wa Kurau pale Ujerumani pamoja na kamati zake kwa kukubali kubeba gharama hizi pamoja na kuhangaika mpaka jengo linakamilika. Mbili, tunapenda kushukuru kamati za usharika wa KKT Kidope
na waumini kwa ujumla kukubali kusimamisha shughuli za kimaendeleo za usharika na kukubali fedha hizi zielekezwe kwenye jengo hili. 3. Tunapenda kutoa shukurani za dhati kwa serikali ya kijiji cha Kidope pamoja na wananchi wote kuungana pamoja katika kuhakikisha jengo hili linakamilika, hata kwa kuchangia kiasi cha gharama na nguvu kazi. 4. Tunapenda kuishukuru ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Makete kwa kutupa ushirikiano kwa kutoa ramani ya jengo hili pamoja na wataalamu walioshirikiana nasi mpaka jengo linakamilika. 5. Tunapenda kutoa shukurani zetu nyingi kwa fundi aliyehusika kulijenga jengo hili, fundi anayeitwa Mkoli Fungo, kwa kujenga jengo la viwango vya juu kwa kufuata ramani alivyokabidhiwa. Mwisho, tunapenda kutoa shukurani ninyi kwenu nyote kwa kutusikiliza. Taarifa hii imeandaliwa na uongozi wa usharika wa Kidope. Asante. Kwa taarifa hii ambayo imetuonyesha kazi kubwa iliyofanyika katika eneo hili kwa majengo haya kama yanavyoonekana. Basi sasa tuelekee kwenye tendo hili la uwekaji wa jiwe la msingi, ambao sasa unatuelekeza kwenda kuweka jiwe la msingi. Ukata sasa tendo huu katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. La msingi la madarasa matatu ya shule ya msingi Kilimani pamoja na ofisi hii, katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Jiwe hili limeandikwa jiwe la msingi la madarasa haya, limewekwa na Baba Askofu Wilson B. Sanga, Dayosisi ya Kusini Kati, tarehe 23 mwezi wa 5 2026. Si makanisa mbalimbali tu, lakini dini mbalimbali. Na naamini kwamba nikiwaalika tushirikiane kuomba sala ya Bwana hamtakuwa na shida. Tushirikiane kuomba sala ya Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama yanavyotimizwa huko mbinguni. Pamoja na uongozi wa serikali nzima, halmashauri yetu ya Makete, kazi ambayo niliomba kuifanya mojawapo ilikuwa ni uwekaji wa jiwe la msingi. Tunamshukuru Mungu, kazi hiyo sasa tumekwisha kuifanya. Ni kama mlivyosikia katika ratiba yetu, kanisa linapenda pia jengo haya ambayo yanakabidhiwa na Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Kusini Kati, ni lazima yakabidhiwe kwa andiko maalum. Hivyo mpendwa Baba Askofu, naomba nisome hati ya makabidhiano, ambayo hii hati ya makabidhiano itasainiwa na Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Kusini Kati na serikali kwa maana ya halmashauri ya wilaya ya Makete. Naomba sasa niisome hati hii ili mpate nafasi ya kuisikia. Makabidhiano ya jengo la madarasa shule ya msingi Kilimani yaliyojengwa na KKT Dayosisi ya Kusini Kati, usharika wa Kidope kwa ushirikiano na usharika wa Kula Ujerumani na serikali halmashauri ya wilaya Makete. Hii ni kuthibitisha kwamba Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Kusini Kati, usharika wa Kidope kwa ushirikiano wa ufadhili wa marafiki wa usharika wa Kula Ujerumani, leo tarehe 23 Mei 2026, sisi KKT Dayosisi ya Kusini Kati, usharika wa Kidope,
tunakabidhi rasmi jengo la madarasa mawili na ofisi kwa serikali, yaani halmashauri ya wilaya Makete, yaliyojengwa na KKT usharika wa Kidope kwa ushirikiano wa ufadhili wa marafiki wa usharika wa kula Ujerumani kwa ajili ya matumizi ya madarasa kwa wanafunzi wa shule ya msingi Kilimani. Kwa kupokea jengo hili la madarasa ya shule ya msingi, halmashauri ya Makete itakuwa na wajibu kamili wa kusimamia, kutunza, na uharibifu wowote hautakuwa dhamana ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Kusini Kati usharika wa Kidope. Hapa tumeandika naye kabidhi Mchungaji Ezekiel Budapo Sanga, katibu mkuu KKT Dayosisi ya Kusini Kati, inawekwa sahihi, na anayekabidhiwa ni mkurugenzi halmashauri ya wilaya Makete, ataweka na sahihi yake, na jengo la madarasa linakabidhiwa leo tarehe 23 Mei 2026 shule ya msingi Kilimani. Hivyo mpendwa Baba Askofu, kwa hati hii ninaomba serikali sasa tupate nafasi ya kuisaini hati hii ili kila moja aweze kuwa na hati hii. Naomba tutafanya tendo hili hapa. Makofi mengi na vigelegele jamani. Halmashauri ya wilaya ya Makete, lakini nakala mojawapo itabaki katika usharika wa Kidope na nakala moja itabaki katika ofisi kuu yetu ya dayosisi. Kwa hiyo nikuombe Baba Askofu usikabidhi nakala hizi. Makofi mengi na vigelegele. Nakabidhi majengo Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tushangilie jamani. Nitaomba sasa, ukishashikana mikono, nitaomba msaidizi wa askofu kufanya sala maalum kwa ajili ya jengo hili sasa leo. Milele Baba unayetupenda, Baba unayetulinda nyakati zote usiku na mchana. Baba, tunasimama katika mlima huu kwa siku ya leo ambao Mungu umeubariki kwa watu wako, sisi sote kusanyika mahali hapa. Kwanza tunakushukuru Mungu wetu kwa ajili ya afya na uzima. Tunasema asante Baba katika jina la Yesu.
Kipekee Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya tendo hili ambalo Mungu umetupa nafasi ya kulifanya. Asante kwa ajili ya Baba Askofu wa Dayosisi ya Kusini Kati, Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, ambaye amefanya tendo hili kwa niaba ya kanisa lako, kwa niaba ya jamii nzima ya Wanakidope na mazingira yote yanayozunguka. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa neema na upendo wako hata kwa ajili ya jengo hili. Asante kwa ajili ya walioanza na mawazo ya awali kabisa ya kwamba hapa kuna upungufu wa madarasa, na hatimaye wazo hili likapokelewa, na sasa tunaliona jengo. Kutoka mawazo yale leo tunaona kitu halisi, jengo limesimama hapa kwa utukufu wa jina lako. Basi Mwenyezi Mungu, tuseme nini? Pamoja na sala mbalimbali ambazo zimefanyika na kazi nzima ambayo imefanyika, sisi tuliosimama hapa kwa upya kabisa tunaomba kwa ajili ya jengo hili, ulibariki na kulilinda mwenyewe, kuanzia ardhi mahali ambapo limesimama jengo hili, misingi ya jengo hili, kuta, milango, madirisha na hata paa. Asante kwa ajili ya kila chumba mpaka ofisi ambayo tumesimama hapa. Tunaomba Mungu kwa mapenzi yako, bariki mwenyewe, weka kusudi lako kwa jamii ya Kidope na mazingira yote. Bariki hata walimu watakaotumia chumba hiki, kuanzia mkuu wa shule hii. Asante na walimu wote ambao Mungu kupitia jengo hili watakuwa wanafanya kazi yako. Asante kwa ajili ya kila mtoto ambaye ataingia, watapokezana, wataingia na kutoka, wengine watamaliza, wataingia wapi. Mwenyezi Mungu ukapate kuwabariki Bwana. Kama neno lako linavyosema, kwa kila jambo mnalofanya kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana. Na sisi tumeyafanya hayo. Mwenyezi Mungu, tunaomba sasa ubariki mwenyewe. Bariki umati mzima uliosimama hapa. Bariki iwe baraka kwa kila mmoja, Bwana, kwa utukufu wa jina lako. Baba, asante kwa ushirikiano wa kanisa na serikali. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwamba kupitia mihimili hii miwili, jamii yako Bwana, iwe ni watu wa dini zote, watu wa mataifa yote, tunaweza kubarikiwa Bwana, maana kazi yako hii imefanyika kwa ajili ya watu wako. Bariki sasa serikali yetu ya wilaya, bariki serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bariki kila yeyote mwenye madaraka na mamlaka katika nchi yetu na kanisa kwa ujumla. Mwenyezi Mungu, tuseme nini? Kwa haya machache tunaomba katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Tutaomba kama tunapopita
pia nimesikia swala la watoto hao wenye mazingira magumu. Kwa niaba ya mkurugenzi, kwa niaba ya idara ya elimu awali na msingi, kwa niaba ya kitengo cha elimu maalum ambacho serikali inakitambua pia na inatoa huduma, hayo ni makundi ambayo na sisi tunapambana nayo. Mungu awabariki mno. Sina neno lingine ambalo linaweza kuelezea furaha nilionayo zaidi ya kusema Mungu awabariki mno, na kazi hii tunaithamini mno, na tunawaahidi kwamba madarasa haya tutayatunza kwa hali na mali, na tutayatunza kwamba vizazi vingine vingi vijavyo wayakute katika ubora. Tutatoa matangazo hapo, tutaelekea sasa jukwani, lakini karibu. Ninaitwa Askofu Wilson Benjamin Sanga, askofu wa Dayosisi ya Kusini Kati ya Kanisa la Kiinjili ya Kilutheri Tanzania, dayosisi ambayo tunafanya kazi wilaya hasa 3: wilaya Makete kwa sehemu kubwa, wilaya ya Wanging'ombe kwa sehemu, na wilaya ya Ludewa kwa sehemu. Bali ya kazi yetu ya kuhubiri Injili kwa maana ya neno, lakini pia tunajua kwamba binadamu hajakamilika kama hajahudumiwa pia huduma zake za kimwili. Kwa maana yake ni kwamba kanisa pia tunajishughulisha au tunajihusisha na huduma za jamii pia. Elimu ni moja ya jambo ambalo pia Dayosisi ya Kusini Kati tunafanya. Tunamshukuru Mungu kwamba tunatambua hilo, kwamba elimu ni jambo muhimu ambalo tunahitaji kutoa. Na katika maandiko matakatifu tunakumbushwa kusoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 6, nasema ni wajibu wetu sisi kama jamii na wajibu wetu kama kanisa kuwafundisha watoto wetu kumjua Mungu, lakini pia kuona namna gani watoto wanaweza kuwa amali au tunu za taifa na kanisa pia. Basi tukitambua hilo kwamba sisi ni sehemu ya jamii kama kanisa, kwa tunaungana pia na serikali katika kutoa huduma hizi za jamii, ikiwa ni pamoja na kazi ambayo tumeifanya sasa kwenye shule yetu ya msingi hapa Kilimani. Kazi tunashukuru kwamba tumeshirikiana na wenzetu wafadhili au marafiki wa usharika wa Kidope au marafiki wanaitwa usharika wa Kura ambao wako Ujerumani katika jimbo la Lübeck au Hamburg, katika mji wa Hamburg. Kama mlivyosikia pia kwamba mbali ya majengo kama haya pia tunasaidia watoto. Usharika unasaidia watoto wale ambao wanaishi katika mazingira hatarishi na watoto yatima. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu sana kwamba hiki ni moja ya kitu ambacho tumekifanya katika usharika huu wa Kidope, na ni matarajio yetu ya kwamba tutaendelea kushirikiana na serikali kwa lile ambalo tunaweza kufanya, tutafanya, na sipo kazi itatani. Asanteni sana. Asante baba. Karibu, utaanza ile tungekuelekeza kwa Kiswahili. Karibu. Yako muhimu, anza nayo, ujitambulishe. Za msingi zilizoko ndani ya kata eneo pamoja na mkuu wa shule ya sekondari. Popote tafadhali tusalimie wageni. Hatukuwasahau wazee. Tusiwakimbize. Safi kabisa. Asante. Tunaanza kwa tusalimie wote wageni waliko kwa umoja wetu. Asante. Lakini tunao wajumbe wa halmashauri ya kijiji wamefanya vitu tulipo. Popote ulipo tafadhali punga mkono tuwasalimie. Wengine. Asante sana Mheshimiwa Baba Askofu, kama nimeingiza ratiba tofauti uniwe radhi, lakini kwetu ilikuwa ni huru sana. Asante sana. Haya basi tuwasalimie. Madarasa mazuri sio mazuri? Basi piga makofi na vigelegele. Asante. Wanafunzi wa shule ya msingi. Kwa niaba ya kamati ya fedha usharika wa Kilope na kamati ya ujenzi usharika wa Kilope, Baba Askofu, ni kushukuru kwa tendo ambalo nilifanya muda si mrefu uliopita, lakini sisi kama kamati ya fedha tulipokea huu mradi wakati wa msimu
wa mvua kama taarifa ilikuwa imeonyesha, na kamati ya fedha pamoja na ujenzi ilijitosa hata kama kuna mvua kwamba tutafanya kazi mpaka kieleweke, na ndio matunda tunayoona kwa Askofu. Lakini itumie kwamba hatukuwa peke yetu katika hii kazi, tulikuwa na kijiji ambao tulibebana bega kwa bega kuhakikisha kwamba tunafanikisha hii kazi. Na hii kazi ni heshima kwako Baba Askofu, kwa sababu imefanya na kanisa lako la Kiinjili Kilutheri usharika wa Kilope ikiungana na wananchi. Sisi kama kamati tunapenda sana kushukuru wafadhili wetu kutoka Kula, usharika wa Kula Ujerumani, waliweza kutufadhili hizo fedha zilizosababisha tusimamishe jengo lenye heshima na viwango. Nadhani afisa mkurugenzi ameshakubali kwamba liko kwa viwango. Wanashukuru sana. Napenda pia kushukuru kwako Baba Askofu, kwa sababu wale wafadhili bila kutuunganisha wewe na usharika wa Kilope tusingesema. Ni kushukuru kwa kuendelea kutuunganisha kati ya usharika wa Kula Ujerumani na usharika wa Kilope. Asante sana. Lakini tumia nafasi pia pekee kuwashukuru ofisi ya kata. Ofisi ya kata wamefanya kazi, tumefanya nayo kazi bega kwa bega kwa kutusaidia, kutushauri na kufanya kazi mbalimbali. Na tunaishukuru pia ofisi ya jimbo. Mkuu wa jimbo alikuwa nasi jirani kwa kutusaidia mawazo na hali yoyote. Mwisho nimshukuru sana mkurugenzi wetu wa wilaya. Ametoa ushirikiano mkubwa kama taarifa ilivyoonyesha kwamba wataalamu walituma. Walikuwa tunakwenda nao hatua kwa hatua, na ndio maana jengo limekuwa katika viwango vizuri. Kwa niseme niwashukuru wananchi wote wa Kilope. Nadhani kwenye mchezo mzima wa kujenga kuna mahala tulikuwa luzana. Kamati ilikuwa inasema tufanye hili, na ndio maana matokeo tunayaona leo. Kwa niwapongeze sana kwa hali tulioshiriki, tuendelee kushirikiana katika mambo mengine yote. Baada ya kusema hayo, Askofu, nirudie kushukuru sana na karibu sana kwa siku nyingine, inawezekana tukakaribisha kwa jambo lingine tena. Asanteni sana kwa kunisikiliza.
Sana